36:43 24:36 mpaka ile 43. Na alipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao akawaambia, amani iwe kwenu. Wakashtuka wakaogopa sana, wakidhani ya kwamba wameona roho. Akawaambia, mbona mnafadhaika? Na kwa nini mnaona shaka moyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni muone kama mnavyoniona mimi kuwa navyo. Na baada ya kusema hayo, aliwaonyesha mikono yake na miguu yake. Basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha, huko akistaajabu, aliwaambia, na chakula chochote hapa? Wakampa kipande cha samaki wa kuokwa, akakitwaa akala mbele yao. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Mpongeze jirani yako, mwambie hongera kwa kuja kwa ajili ya kutembea pamoja na Yesu. Jana tulikuwa tumejaa mpaka kule nje. Leo tumemaliza. Na wale wageni niwakaribishe sana kwenye mtaa wetu wa Kwembe. Bwana Yesu anawapenda, tena anawajali, na anashughulika sana na maisha yetu ya kila siku. Haleluya. Basi tuendelee na ile somo ambalo Mungu ametupa kwa siku ya leo ya kufufuka. Yesu afufuke pamoja nasi. Sisi kama Wakristo ambao Mungu ametupa neema hii ya siku ya leo, tunatamani sana huyu Yesu aliyefufuka afufuke na sisi kwenye maisha yetu. Afufuke na sisi kwenye maisha yetu, vile ambavyo tumekufa ndani yetu. Basi siku ya leo Yesu afufuke pamoja nasi. Haleluya. Kama kuna chochote ambacho kilikuwa kimelala ndani, basi kiamke kwa upya. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Katika habari yetu tuliyoisoma, tunamwona Yesu akijifunua kwa kuwa yeye amefufuka. Akijifunua kwao ghafla. Yesu anaendelea kujifunua kwa watu mbalimbali, na sasa tunaona akijifunua kwa mara nyingine katika wakati walipokuwa wanatoa habari kwamba wamekutana na Yesu, lakini wakiwa kwenye kuongea wanakutana, Yesu anatoka katikati yao, anajitokeza katikati yao kwa namna ya pekee kabisa, na tunamwona Yesu akijifunua tena kwao baada ya mafadhaiko mengi, baada ya kutokuamini vile vilivyotokea. Wanajiuliza, hivi ni kweli? Pamoja na kwamba Yesu alikuwa amezungumza nao kwamba mimi nitafufuka siku ya tatu, lakini bado walikuwa na mashaka kama wanadamu ambavyo tunakuaga na mashaka mengi. Bado unapopata taarifa hivi unaamini fulani kweli. Inatokea saa nyingine hata ukiambiwa uwezi ukaamini kirahisi sana. Uwezi ukaamini jambo linapotokea kwa ghafla ambalo ni la kushtusha, ni jambo ambalo linakutia huzuni fulani. Alafu unapoambiwa sio rahisi sana kuliamini hilo jambo. Yesu alijua mafadhaiko waliokuwa nayo baada ya kifo chake msalabani. Walijua mafadhaiko waliokuwa nayo. Alijua jinsi ambavyo wamekuwa na mashaka, wamekuwa na huzuni nyingi baada ya Yesu kuondoka katikati yao. Pamoja na kwamba aliwaambia yote yatakayotokea,
lakini kama wanadamu walibakia wanajiuliza maswali. Hivi kweli alichosema ni sawa? Hivi kweli? Unajua mwanadamu siku zote ni mtafiti wa vitu, na sio rahisi sana kuamini kila kitu. Ndivyo ilivyokuwa kwa hao wanafunzi wa Yesu. Hawakuamini sana mambo yaliyotokea, wakifikiria Ijumaa mambo ndio yalikuwa magumu namna hiyo. Wamemgongolea misumari, wamemchoma na mikuki, tandika wakampiga vibaya. Hivi kweli anaweza akafufuka huyu mwanamume kweli? Lakini pamoja na mashaka yao na huzuni zao na fadhaa zao, Yesu alijua kwamba wako kwenye hali mbaya. Bwana asifiwe. Alijua kwamba hao watoto wangu, wanafunzi wangu, hawa ndugu zangu wako kwenye hali mbaya. Na ndio maana alipofufuka tu akawaambia msiogope. Wale wanawake walioenda kumpaka mafuta akawaambia msiogope. Alipowasalimia tu akawaambia msiogope. Enendeni mkawaambie ndugu zangu, nimewatangulia kwenda Galilaya, ndiko watakakoniona. Haleluya. Alijua kwamba hawa wako kwenye hali mbaya, wako kwenye huzuni, wako kwenye mafadhaiko. Hivi mwalimu anaondoka, matokeo yake ni nini? Wakawa na wasiwasi, labda baada ya kifo cha Yesu wanaweza akarudiwa hata wao, wakaanza kutafutwa na kusulubiwa pengine kama Yesu. Lakini Yesu alipofufuka tu, cha kwanza aliwaambia nenda mkawaambie ndugu zangu. Haleluya. Nenda mkawaambie ndugu zangu. Asubuhi ya leo Yesu anasema msiogope. Mimi nimewatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakaponiona. Kwa hiyo tunaona Yesu anapojifunua kwa wanafunzi wake, cha kwanza anawatakia amani. Cha kwanza anawatakia amani. Ili neno kwenye maisha yetu linatufundisha nini? Kwamba unapokutana na Yesu kwenye maisha yako, cha kwanza anachoweza kurejesha kwako ni amani iliyopotea ndani yako. Bwana asifiwe. Ni amani iliyopotea ndani yetu. Na ndio maana akaanza kusema amani, akawasalimia salamu, akawaambia amani iwe pamoja naye. Unapokutana na Yesu kwenye maisha yako, ninakuambia tangazo la kwanza analotoa kwa mtu ambaye ameamua kujifunua kwake. Tangazo la kwanza analotoa ni amani, akijua kabisa mwanadamu siku zote, chochote unachokifanya, unatembea unajiona uko salama na amani. No. Kuna vitu vingine amani imepotea ndani kwa sababu ya mambo tunayokutana nayo. Ukiangalia hata kwenye familia, unaweza ukakuta kuna mgogoro fulani, unatembea una amani, una furaha, unafadhaika moyoni, mbona imekuwa hivi, mbona hiki kimeenda hivi, mbona hiki kinaenda hivi. Lakini nikutangazia asubuhi ya leo kwamba Yesu aliyefufuka, cha kwanza anakutangazia amani yake iwe pamoja na wewe. Haleluya. Amani yake iwe pamoja na sisi. Hata hapa tulipo, kuna watu tumeingia hapa amani hatuna kwa sababu moja au nyingine. Haijalishi kwamba jana ulikutana na changamoto gani, au asubuhi umekutana na maneno magumu namna gani, lakini umekuja kanisani una amani, una furaha, unafadhaika. Hivi kwa nini ameniambia hivi? Hivi kwa nini hiki kimekuwa hivi? Hivi kwa nini hiki kimeenda hivi? Lakini amani ya Bwana inatangazwa kwenye madhabahu hii. Amani ya Kristo iko pamoja na wewe. Haleluya. Bwana asifiwe. Pokea amani ya Kristo ambayo ni amani ipitayo amani zozote ulizo nazo. Unaweza ukawa una furaha, ukafarijika, ukifanya nini, unapata kila kitu, lakini amani ya mwanadamu haifanani na amani ya huyo mfufuka ambaye anatangaza amani. Bwana anajua maisha yako, anajua mafadhaiko ulionayo, anajua masononeko ulionayo. Ndio maana anaamua kutangaza, cha kwanza anatangaza amani. Haleluya. Ukiwa na Yesu una amani ya kutosha. Chochote unachokifanya una uhuru na
yako. Jina la Bwana lihimidiwe, jina la Bwana libarikiwe. Yesu anajifunua kwetu kwa siku ya leo na kututangazia amani kwetu. Amani iwe pamoja nanyi. Na akaangalia ndani yao akaona mafadhaiko, akawaambia, mnafadhaika nini? Aliona kufadhaika kwao, hawaamini kilichotokea ndani yao. Wana mafadhaiko kwa yale yaliyotokea, walivyomsulubisha, walivyomgongolea misumari. Hata yule Petro mwenyewe ambaye alimkana mara 3 alikuwa na mafadhaiko mengi, akijua kweli mimi nilikana, nilimwambia ikiwezekana hata kufa niko pamoja na wewe, lakini saa ilipofika saa ya hatari, akamwambia Bwana mkubwa, mimi sikujui wewe. Huyo ni mwanadamu, huyo ni mwanadamu. Unaweza ukana rafiki yako kindakindaki, ukawa na mtu wako wa karibu kindakindaki, lakini linapokukuta, soma namba, alikuwepo rafiki yako, rafiki wa karibu kabisa. Lakini gumu linapokupata, ukitegemea utapata msaada kutoka kwako, tena ndio huyo anakuacha solemba kabisa, anakuacha na mpendwa. Mungu akutie nguvu katika hili, Mungu akutie nguvu katika hili. Wakina mama, si tunajua asasi ile, si tunajuana mikopo ile, wakija wanaopanga mipango ya kubeba kilicho ndani. Rafiki yako wa karibu unapomwendea, ndugu yangu, wanakuja kesho kutwa, ishanipigia, sasa nisaidie tu, hata nipeleke hii kidogo. Mimi sivijui kwa sababu sivitaki hivyo vitu. Sivitaki, hata majina yake siyataki. Nikitaka nitakuja kwako nipe 200,000, nitakulipa kidogo kidogo. Lakini biashara ya mkopo, anatoka rafiki yako anakuambia, niko nayo, nimetuma ada mtoto shule. Kumbe anacho, anajua nikikupa ndio kwa heri. Si unajua ule rafiki yako aliyechukua, ulienda akawa na shida, akakwambia nisaidie, nitakurudishia. Halipochukua na urafiki ukaishia hapo. Hajalishi kwamba ni rafiki wa namna gani, huyu ni mwanadamu mwenye damu na nyama, lakini Nazareti, Yesu mwana wa Daudi, huyo ni rafiki mwaminifu. Ni rafiki mwaminifu ambaye kwenye shida anasema nipo pamoja na wewe. Ukipita kwenye majaribu anakuambia usiogope, nipo pamoja na wewe, nitakusaidia, nitakutia nguvu, usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Ukimpata huyu Yesu, mruhusu ajifunue kwenye maisha yako. Ukimruhusu akijifunua kwenye maisha yako, una amani, una furaha, umekula, umepiga vibamia vyako na nyanya chungu, mlenda safi, watoto kaende tupige mengi, inaenda, una amani, una furaha. Kwa sababu yeye amejifunua katikati ya maisha yako. Kwa hiyo ile amani inakujaliza hata ulicho nacho unaridhika nacho. Ni wakati mimi unakuta imetandikwa na kwambia kuna mboga sana, zikwa kidogo, lakini familia huko hana amani. Asubuhi kaamka, baba kaanza mama, asubuhi jana ulichelewa, nikakuta na kiperfume kingine kinanukia na lipstick hipo. Lakini ruhusu Yesu ajifunue kwenye maisha yako. Hata ukikutana na kiperfume, una amani, kwa sababu huyu Nazarayo ulionaye, huyu Yesu uliyempa nafasi ajifunue kwako, ninakuambia atakusaidia hata katika hilo. Hujanielewa, hata ukuta ananukia perfume na mkabidhi mwenye mtu wake. Una hicho kifua, mruhusu Yesu ajifunue kwenye maisha yako. Hata ukikutana na
gumu la namna gani, anakuambia usiogope, usifadhaike, nipo pamoja na wewe, hata katika hili sijakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu amefufuka. Vilivyokufa ndani ya maisha yako, lazima ukimruhusu Yesu ajifunue kwako, vitafufuka pamoja na wewe. Iwe ni amani imekufa ndani yako, iwe ni furaha imekufa ndani yako, iwe ni ndoa inataka kufa, iko Yesu afufuke pamoja nazo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yesu ajifunue kwenye maisha yenu kwa upya, atengeneze kitu kipya, awaambie mtaniona, mkinitafuta mtaniona, ukinifuata utaniona. Na ndio maana aliwaambia wanafunzi, ninawatangulia kwenda Galilaya. Ukitaka kumwona Yesu, simama kwenye mstari ulionyooka, uyafuate maagizo anayokuagiza hivi leo. Bwana asifiwe. Lazima utamwona wanaume, utamwona mbadilishe historia ya maisha. Kwa aliyejifunua kwa yoyote yule, lazima maisha yako yabadilike. Yuda kwa nini aliishia porini moja kwa moja? Hakujua kwamba amefanya kosa. Hakujua kwamba amefanya kosa. Na angeenda kwa Yesu tena kumwambia mwanaume nirehemu Yesu, angemrehemu. Petro alipomkana Yesu mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, akarudi akakimbia akaka, Bwana wangu, Bwana wangu, nisamehe, nisamehe, nisamehe. Yesu akainua kichwa, akamwangalia, akamsamehe rafiki yake. Na ndio maana wale watu waliokuwa na mashaka kwa habari ya kufufuka kwa Yesu, wale wanafunzi, huyu anasema haiwezekani, huyu haiwezekani, baada ya kuja kupewa taarifa na wale wanawake, wakasema haiwezekani Bwana, haiwezekani. Mwanamume Petro akakumbuka, nilimkana akanisamehe. Wapi? Mpio kuelekea kaburini, pio. Anakimbia, anaanza kuchungulia, anachukua sana, anaangalia Yesu hayupo, anachukua Yesu, anaangalia Yesu hayupo. Akasema Bwana wangu. Akakumbuka aliwaambia siku ya tatu atafufuka. Yesu akijifunua kwenye maisha yako, na ukiamini na kufuata anayokuagiza, ninakuambia haijalishi unapita kwenye nini. Petro hakujali kwamba baada ya Yesu kuondoka ni nini kitatupata. Wale wengine wamekaa kule wanaanza kujioni, nani atakuwa bosi? Mimi akaanza kujiuliza, nani atakuwa bosi kwenye hayo? Bosi wetu Mheshimiwa Yesu anaondoka. Wamekaa wanaanza kutafakari. Wengine akasema, yamkini mimi ni mkubwa, na umri mkubwa, naweza nikawa bosi kuliko wao. Kila mmoja. Lakini wasijue kwamba yeye hajafa, bado yuko hai na yuko ndani yao. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo tunavyokutana na haya maisha hapa duniani. Tukikutana na mambo magumu, tusiwaze kwanza ujiko, tusiwaze kwanza nani atasimama. Yeye akisimama katikati ya maisha yetu, ni kila kitu kitaenda sawa. Haleluya. Ni kila kitu kitaenda sawa. Ndio maana unaona hata familia nyingi, wazee wakitutangulia, yule anayesimama anaanza, huyu atapewa hiki. Yaani saa ya kugawana vile vilivyokuwa vimechumwa, unaanza kuona wale waliojitutumua kwamba wao ndio wakubwa, hawatafanya kama vile ambavyo unastahili kupewa. Hawatafanya kama ambavyo unastahili, kwa sababu ni mwanadamu. Lakini Mungu, linapotokea hilo, tukikubali ajifunue kwenye maisha yetu, hata tunapokutana na changamoto za hivyo, tunasema mkubwa wetu
atakuwa ni Yesu mwenyewe. Bwana asifiwe. Mkubwa wetu atakuwa ni Yesu mwenyewe. Yeye ni Bwana wa amani. Akisimama ataachilia amani kwenye familia. Akisimama ataachilia amani kwenye ukoo. Akisimama kila mtu atakachokipata atakuwa na amani nacho. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu tumemtanguliza huyo mfalme wa amani aliyefufuka. Mungu wetu ni Baba yetu wa mbinguni. Anatujua maisha yetu, anajua njia zetu. Yesu alijua kwamba hawa watu wamefadhaika. Alijua kabisa kwamba wana mashaka baada ya mimi kuondoka ni nini kitaendelea. Alijua kabisa. Kwa hiyo alikuwa anawajua wanafunzi wake vizuri. Na ndio maana akaamua kujifunua kwao. Kwa hiyo hata sisi Yesu anakujua. Hivyo hivyo ulivyo na unyonge wako, hivyo hivyo ulivyo na makando yako, Yesu anakujua. Hakuna chochote unachoweza kujificha kwake. Anajua nyendo zako zote, anazijua. Mkeo hajui, mmeo hajui, ndugu zako hajui, wazazi wako hajui, lakini anayajua matendo yako. Haleluya. Anayajua. Ruhusu ajifunue kwenye maisha yako. Aondoe hayo mateso, aendelee hayo mafadhaiko, aondoe hayo mashaka ulio nayo, hizo fadhaa ulizo nazo umtuke yeye. Maana yeye anasema atajishughulisha sana na maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo inaonyesha Yesu alipowaonyesha makovu yake na akawaonyesha na miguu yake kwamba ni yeye mwenyewe, walikuwa wanajiuliza sana, ni nani huyu? Ni nani huyu? Lakini alipojifunua kwao, akawaonyesha mikono yake ambayo ndio iliyopigwa misumari, akawaonyesha miguu yake kwamba hii miguu ndio iliyopiga uta. Miguu inaashiria utayari. Ndio maana akawa amejifunua kwao, akaonyesha mikono yake kwamba hii mikono ndio kazi ya utendaji. Hii mikono ndio kazi ya utendaji ya maisha yetu. Tunapoamini na kupokea neno lake, tunapokea muujiza wa kila aina. Jina la Bwana libarikiwe. Wakabakia waamini, lakini akawaambia, angalieni na miguu yangu, hii iliyogongwa misumari kwa ajili yenu, kuondoa kila uzito uliokuwa umeshikilia miguu yetu. Tusimtafute Mungu, tusimfuate Yesu kwenye maisha yetu. Hii miguu Yesu alipomwaga damu yake, hiyo damu inatakasa miguu yetu na kuweka utayari wa kumfuata. Tuenende kama yeye anavyotaka. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo maisha yetu mazima tukubali Yesu ajifunue katikati ya maisha yetu. Akijifunua tutakuwa tunatembea kifua mbele, kwa sababu tunaye yeye aliyeshinda mauti. Na hata sisi kila kilichokufa kwenye maisha yetu kitafufuka, maana tumefungua mioyo yetu na kumpokea na kutembea sawa sawa na jinsi Mungu anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa neno hilo tuendelee kutembea na huyu Yesu mfufuka, tukijua kwamba yeye amefufuka na yuko hai. Hayuko kaburini, hayuko kaburini. Haleluya. Hayuko kaburini. Mimi siku ya kwanza kwenda kaburini kwa Yesu niliangalia namna hiyo, nikakaa chini kwanza. Nikasema, hivi kweli Yesu alilala hapa? Najiuliza mara mbili. Analala hapa? Yuko hapa, ndio aliingia hapa akarazwa kwenye kaburi? Awe kitu vipya vilijifunua katikati ya maisha yangu. Sikubaki kama nilivyokuwa. Kukanyaga tu hivi, sikubaki kama nilivyokuwa. Nikamwambia Yesu, mwana wa Daudi, ninaomba vile vilivyokufa kwenye familia yangu, kwenye ndoa yangu, kwenye jamii ninayoishi, kwenye kanisa ninalolitumikia, Yesu, ile nguvu iliyokufufua kaburini ikafufua
asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hautabaki kama ulivyo. Mwamini yeye aliyejifunua kwako. Yu hai sasa na hata milele. Amen. Baba yetu na Mungu wetu, tunakiri kwamba wewe ni Bwana uliyesimama ukafufuka kwa ajili yetu. Ukasema, Baba, niko tayari kwenda kwa ajili ya rafiki zangu. Asante kwa kifo chako msalabani. Asante kwa ajili ya kutusamehe maovu yetu. Tuko tayari Yesu, ujifunue katikati ya maisha yetu, ili uondoe mashaka na wasiwasi kwenye maisha yetu, na ukatutangazia amani yako Kristo. Chochote tutakachofanya tuwe na amani itokayo kwako. Endelea kujifunua kwetu katika neno lako, katika maombi, tuendelee kukuona